ifikapo wakati watu wakawa wanaona ugumu ama wanakuwa na choyo ya kutoa, yani dhanna nasu bidinari wa dirham, wakawa watu wanaona choyo, wanaona ugumu kutoa sadaka, kwa maana kutoa dinari na kutoa dirham ni lugha, kwa maana watu watakuwa wanaona uzito kutoa sadaka. Mtume sasa anazungumzia kipindi kitakachokuja. Kipindi kitakachokuja huenda labda kipindi hicho ndio hiki ambacho sisi tumo ndani yake. Kwa hivyo itakapofika watu wakawa wamebania ile shilingi, hawataki kuitoa kwa sababu ya ugumu, ubakhili, uchoyo na mfano vitu kama hivi. Alafu watabayau bil'ina, na wakawa wanafanyiana biashara ya hiyo ina ambayo tutakuja kuelezea baadaye. Biashara wanazofanyiana ni biashara za ina. Watabau aznab al-baqar, na wakawa kazi yao ni kufuata mikia ya ng'ombe. Hii ni lugha ya balagha ama lugha ya kinaya. Kufuata mikia ya ng'ombe, yani sio kwa maana ile literally, yani kwa maana unafuata hiyo mikia wa ng'ombe, lakini ng'ombe mwenyewe. Na kufuata mikia ya ng'ombe kwa maana ni kwamba mtu hamu yake yote iko kwenye wanyama wake. Kwa mfano wa ng'ombe aliotumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini si lazima iwe ni ng'ombe, inaweza kuwa ni ngamia, inaweza kuwa ni mbuzi, na si lazima iwe ni wanyama tu, inaweza kuwa ni biashara nyingine yoyote. Pengine wewe biashara yako ya magari, biashara yako ya maduka, biashara yako ya sokoni, biashara yako ya kusupply vitu mbalimbali, yani aina mbalimbali ya biashara ambayo wewe inakushughulisha, inakuchukulia muda wako. Kwa sasa wewe unaifuata ile biashara yako inavyokupeleka, ndivyo wewe unakwenda na biashara kama hiyo. Watabau aznaba albaqar, yani ikawa sasa muda wako wote unatumiwa ama unashughulishwa na ile biashara yako, huna muda wa mambo mengine. Ikifika wakati watu wakawa wako hivi, wataraku aljihad fi sabilillah, na wakawa sasa wameacha jihad kwa ajili ya njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa jihad fi sabilillah, sisi mara nyingi tumezoea kutafsiri neno jihadi kwa maana jihadi ni vita, kupigana, lakini jihadi ni neno pana kabisa. Jihadi ni neno ambalo limekusanya vitu vingi sana, ikiwemo kupigana, lakini sio kupigana peke yake. Jihadi ni mambo mengi sana katika Uislamu ambayo yanaweza kuingia chini ya mwavuli wa jihadi. Yani hiyo kusaidiana, kwenda ukatoka pengine kwa ajili ya kumsaidia mtu fulani ama jamii fulani, inaingia katika sehemu ya jihadi. Kutoka kwenda kutafuta ilmu inaingia katika jihad. Kutoka kwenda kuwafundisha watu ilmu inaingia katika jihad. Kutoka kwenda kuwafikisha watu ujumbe wa Uislamu inaingia katika jihad. Yani ukatumia labda taaluma yako alizokuruzuku Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana profession, pengine daktari au mfano wake, ukawa unazitumia taaluma zako hizi kwa ajili ya kuwasaidia watu, hukuweka tamaa ya dunia, pia hiyo ni katika jihad. Ama wewe ni muuguzi nas mathalan, na ukawa unawatumikia watu wale ambao ni wagonjwa wako ama wale ambao ni wahitaji, wewe pia uko katika jihad. Kwa hivyo jihad imekusanya mambo mengi sana. Ukawa unajitolea wakati wako tu kwa ajili ya kuwatumikia watu, pengine katika kuwaongoza watu katika jamii, katika community, katika mtaa, katika shehia, hata katika dola pia. Yani hata wale wanaosimamia uongozi wa nchi, ikiwa nia yao na lengo lao ni kusaidia watu wao, ile pia nayo inaingia katika nini? Inaingia katika jihadi. Kwa hivyo jihadi ina maana pana sana. Tusibane kwenye watu kwenda vitani kupigana peke yake, lakini ikifika na hapo sasa ikabidi, basi pia hiyo nayo inakuwa ni katika jihadi. Sasa ikawa watu wameacha hiyo jihadi fi sabilillah, yani wameacha kusaidiana, wameacha mtu kujitolea nafasi yake, wameacha mtu pengine kutumia taaluma yake kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine, ameweka tamaa nyingi pale. Wameacha pengine mtu kiongozi, badala ya kuhurumia watu wake akawa yeye anaweka tamaa ya dunia zaidi. Ikifika watu kwa wameacha ambao, hiyo ndio jihadi fi sabilillah. Yakapatikana haya mambo aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ni mangapi? La kwanza, watu wakaona ubakhili kutoa sadaka, dhanna bin dinari wa dirham, la kwanza. La pili, wakafanyiana biashara ya ina, ndio nitakayoelezea leo baadaye kidogo. La tatu, wakawa wanafuata mikia ya ng'ombe. Maana yake ni hivyo kwamba unafuata zaidi dunia, unakimbizana na dunia, na dunia kama unavyofahamu, kadri utakavyokuwa wewe unaifukuza dunia, nayo inaongeza kasi. Dunia inaongeza kasi. Siku hizi kuna watu wana ubunifu fulani, wametengeneza hizi animation ya kuonyesha namna tunavyoifukuza dunia.
zinazunguka mitaani, nafikiri kila mmoja atakuwa ameziona. Yani mtu amefunga ujiti fulani kutoka nyuma kule umekuja mbele mpaka mbele, alafu mbele pale kuna kama mfuko umeshuka chini. Ule mfuko kumewekwa alama ya pesa, kwa maana ndio dunia anazozikimbilia. Sasa yeye anakimbia anakwenda kushika ule mfuko, kwa sababu mfuko umejaa mapesa, tena madola sijui na mfano wake. Kwa hivyo kazi inavyokuwa anakimbia kwa ajili ya kufika ule mfuko, hatua moja anakwenda ndio mfuko, kwa sababu ule mfuko umefungwa na ujiti. Kwa hivyo mfuko unatembea, haufikii yeye, anakuwa anaukimbiza na kwenda. Baada ya hatua kadhaa mbele kuna shimo, manake ndio kaburi, ndio mwisho wa maisha yetu. Kwa hivyo dunia kadri unavyokuwa wewe unaikimbiza ama unaifukuza ama unaitapilia, nayo dunia inaongeza kasi vile vile. Yani haikimbii kabisa ikapotea mpaka kwa huyoni tena, inakuwa iko karibu ile, inakuwa hatua moja vile, alafu inakuzama dunia, inakucheka, inakwenda, inakwambia niko hapa, wapi wewe? Basi ukitaka kushika nayo inasogea mbele. Sasa ikiwa sisi ya tatu anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam tukao wenye kufuata nini? Kuifuata hii dunia na kuikimbilia, ndio maana watabau aznaba albaqar. La tatu. La nne, wataraku aljihada fi sabilillah, na wakaacha jihadi. Na jihadi tuichukulie kwa ile maana pana iliyoelezewa. Tukifanya mambo manne haya, basi anasema sallallahu alaihi wasallam, anzalallahu bihim balaa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawateremshia watu hao balaa nyingi sana, balaa na majanga na mikasa kila aina. Fala yarfa'uhu, tena balaa ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala hataiondosha, itakuwa ni balaa endelevu. Yani pengine itakuja kwa njia ama kwa sura mbalimbali, kutoka hii, yani kutoka mafuriko moto, kutoka moto mitetemeko, kutoka mitetemeko, yani balaa zinafuatana na kuja katika picha mbalimbali. La yarfa'u hatta yuraji'u dinahum, mpaka watu waamue kurudi kwenye dini yao, yani waamue kumrudia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hii hadithi moja ni hadithi kubwa sana, imetaja haya mambo manne, lakini leo kwa kuwa ninachokitaka kwenye hadithi hii ni hii biashara ya ina, watabayau bil ina, sababu ndio tunamalizia ile milango ya riba. Sasa hii biashara ya ina ni biashara gani ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka, amechanganya pamoja na ile mambo mabaya mengine manne, kwamba lao watu watashughulika nayo watateremshiwa balaa kubwa sana inayotoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biashara hii ya ina inakuja hivi. Tuseme wewe unahitajia pesa, una haja ya pesa hivi sasa, una kwenda kwa fulani, lakini badala ya kumwambia nikopeshe, yani unamwambia na kuuzia kitu changu fulani, labda nyumba au gari au wanyama au nguo, bidhaa ile ambayo mtakubaliana naye. Ngapi? Utamwambia hii mathalan, tuseme gari mimi naiuza 10,000,000. Sawa, yule ataichukua hiyo gari kwa 10,000,000, lakini itakuwa ni baadaye, thamani itakuwa ni baadaye. Inakubalika katika sharia, katika bai'u almuajjal. Mpaka hapa hakuna tatizo. Kisha yeye sasa atakwambia mimi sasa nainunua tena yani mimi nainunua kutoka kwa koe, sasa nainunua kwa bei ya hivi sasa, yani bei ya hivi sasa. Huko nyuma tulipitia milango ya kwamba unavyoinunua kwa bei ya sasa na bidhaa unainunua kwa bei ya baadaye, yani ambao pengine ndani yake unakuwa na malipo ya polepole. Huenda ya baadaye bei ikabadilika, kwa maana ikaongezeka, ni nyongeza ambayo inakubalika kisheria. Tunao kupitia milango kama hii. Sasa wewe unamwambia fulani, hii nyumba yako niuzie kwa bei ya baadaye, sababu sina pesa, mimi nina haja ya pesa.
sina pesa sasa hii. Nini gari? Kwa hivyo hii gari milioni 10 baadaye, lakini sina pesa, tumekubaliana. Kisha baadaye nikwambie sasa, mimi hii gari nakuuzia wewe hivi sasa, wewe utaniambia kama unataka hivi sasa, mimi gari hiyo nainunua kwa milioni 8, sinunui kwa 10. Wewe umeanza kuniuzia mimi gari kwa milioni 10, lakini sijakukabidhi kwa sababu sina pesa. Nitakulipa baadaye, malipo ya polepole, milioni 10. Lakini wewe utakuja kuinunua kutoka kwangu mimi hivi sasa cash, utanisabia milioni 8. Ukitizama unaona imekaa kibiashara. Ndio maana ikaitwa bai'u al-ina, ni biashara ya hiyo ina. Ina ndio iliyokatazwa. Ina ni riba, bei ni biashara. Kwa hivyo ni biashara ya riba kwa lugha nyingine. Labda nirudi tena mfano huu. Sema mimi ni mhitaji wa pesa, nimekuja kwako wewe, niuzie gari yako thamani yake milioni 10 kwa bei ya polepole. Yani baada ya miezi 6 nitakulipa hizo. Kabla hujanipa hiyo gari, kabla hujafanya makabidhiano, tushakubaliana kila kitu. Mimi nakwambia sasa, mimi hiyo gari sasa naiuza, sasa mimi haja yangu sio gari, haja yangu ni pesa. Sasa wewe ambaye umeniuzia ile gari kwa milioni 10 nitakazokulipa baada ya miezi 6 mathalan, au baada ya miezi kadhaa vile tutakavyokuwa tumekubaliana, mimi nakuuzia hii gari hivi sasa, unisabie pesa tu. Ukaniambia mimi kama ni sasa hii gari nainunua kwa milioni 8. Sawa, sababu mimi ni mhitaji, nipe hizo 8, ukanisabia 8. Kwa mimi hapa nimekuja kwako wewe, sina gari, sina pesa. Nimeondoka na nini? Nimeondoka na pesa milioni 8. Pesa ambayo ni biashara, nimekuuzia gari. Lakini kiuhalisia ile gari ilikuwa ni gari yako wewe kuanzia mwanzo. Sasa wewe utakuwa unanidai thamani ile gari ambayo itakaolipwa baada hiyo miezi mingapi? 6, ambayo ni milioni 10. Kwa hiyo mimi sasa nitaondoka na milioni 8, lakini nina deni la milioni 10. Sasa unaona hapa riba imeingia. Manake kumbe ile gari sasa au bidhaa yote imekaa kwa kufinika lile deni. Ile biashara pale haikuwa ni lengo, wala haina kutangaza nia. Ukitizama tu hii biashara yenyewe imekaa kihivyo. Manake sasa sawa, ningekuja kwako nikakwambia hii gari, tusizungumze habari ya gari, nikopeshe milioni 8. Sawa, hizi milioni 8 lini utalipa? Baada ya miezi 3. Ukija unilipe milioni 10. Hii ni riba moja kwa moja, hatuna wasiwasi na hii. Sasa tukiingiza biashara hapa, lakini kusudio ndo hili, basi ile biashara hii ndio inaitwa biashara gani? Bai'ul ina. Hii ni biashara ya riba, na vile vile hii ni biashara ya riba. Sasa hii ndio aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba haifai, na wala watu tafanyana biashara kama hii, basi wajiandae na balaa kubwa sana itakayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhani itakuwa imefahamika kwa maelezo haya, lakini tuchukue hadithi nyingine ama tukio lingine lililowahi kutokea baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nasema Al-Aliya bintu Aiqa ibn Shurahbil anasema kwamba siku moja dakhaltu ana wa umu walad Zaid ibn Arqam wa mratu ala Aisha. Siku moja mimi na hawa aliwataja tuliingia nyumbani kwa Aisha radhiallahu anha. Akasema umu walad, yani Zaid ibn Arqam, akasema inni bi'tu ghulaman min Zaid ibn Arqam ب800 درهم نسيئة ثم اشتريته ب600 درهم نقدا. Yani huyu Zaid ibn Arqam ama umu walad Zaid anasema nilimuuzia Zaid
kijana, yani pengine mtumwa kwa wakati ule, kwa dirham 800, lakini mauzo ya baadaye, kwa maana makabidhiano baadaye, makabidhiano yatakuja baadaye. Kisha baada ya kwamba nimemuuzia kwa 800, lakini makabidhiano baadaye, mimi nikamnunua kutoka kwake yule yule kwa dirham 600, yani kwa maana naqdan, yani cash hapo hapo. Aisha radhiallahu anha baada ya kuelezewa kisa hiki kwamba yani wewe umemuuzia mtu bidhaa kwa dirham 800 makabidhiano baadaye, lakini kisha ukaja ukakinunua kitu hicho hicho kwa 600 cash, yani unaona hapo kuna tofauti ya dirham 200. Aisha radhiallahu anha kusikia hicho kisa ama tukio hilo, akasema kumwambia huyu Walad, bisa ma sharait wa bisa ma shtarait, wewe umefanya biashara mbaya sana, ulichokiuza kibaya na ulichokinunua kibaya vile vile. Maana kama hamna biashara uliyofanya hapa, wewe umeharibu. Na huyo Zaid ambaye umekwenda kufanya naye biashara hii, Zaid, huyo Zaid ibn Arqam maarufu kabisa ni katika masahaba aliyeshiriki na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ghazawat, katika jihadi kadha wa kadha. Na huyo Zaid sasa, Aisha anasema mwambie kwamba yeye abtala jihadahu ma'a rasulillah, kesha haribu jihadi yake iliyoshiriki na Mtume sallallahu alayhi wasallam yote kwa kufanya muamala huu na wewe. Maana huu ni muamala wa riba. Kama alikuwa hajui, basi mfikishie hizi salamu au fahamu muamala kama huu. Hizi ni salamu kutoka kwa nani? Kwa Aisha radhiallahu anha, anamfikishia sahaba mwenzake Zaid ibn Arqam, sahaba mkubwa kabisa, lakini masahaba nao binadamu. Kwa hivyo kafanya muamala wa biashara ambao haufai, ndani yake mna riba. Sasa vipi Zaid ibn Arqam anashiriki katika jihadi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha baadaye anakwenda kujihusisha na biashara kama hizi? Haziendi sawa sawa. Mwambie kwamba amekwenda kuharibu. Hii ni hukumu aliyotoa Aisha, ni sawa si sawa, lakini ndio hukumu aliyotoa. Lakini kivyote ni kuonyesha kwamba ni biashara ambayo haikubaliki na ni biashara inayoitwa biashara ya riba. Na kwa maana hiyo Aisha radhiallahu anha kwa fatwa hii aliyoitoa, maana yake ameibatilisha biashara aliyoifanya Zaid ibn Arqam. Kwa hivyo haya ndio masala ambayo nimependelea kuyagusia ili tufunge mlango ule wa riba, biashara hii ya aina. Leo inshallah tumesema tunaingia kwenye mlango mpya, mlango unaosema al-qard, mlango wa qard. Qard ni kukiridhi, ama kwa lugha nyingine kukopesha, kwa maana mlango wa madeni au mlango wa mikopo, namna ya watu wanavyotakikana kuingia kwenye swala la mikopo, waingie vipi, wakae vipi kwenye mikopo, na watoke vipi kwenye mikopo kama hiyo. Yani nini hukumu ya Uislamu na masala ya mikopo. Sisi tukaelewa au tukafahamu kwamba sheria ya Uislamu imekataza mikopo, kwa sababu nyuma huko tulikuwa tunazungumza masala ya riba, maana yake ilikuwa tunashikanisha riba na mikopo nini. Kumbe mikopo inayokatazwa ni ile mikopo itakayoleta manufaa, yani mikopo itakayoleta faida, ile ndio inayoingiza riba. Kwa kuwa riba haifai, riba ni haramu, kwa hivyo mikopo aina hiyo ndio mikopo ambayo haifai. Lakini sio mikopo yote katika sharia haitakikani, hapana. Mikopo katika sharia inakubalika, inazingatiwa, imewekewa na hukumu zake nyingi sana. Inatosha tu kujua kwamba aya ndefu zaidi katika Qur'ani kuliko zote ni aya ya mikopo, ndefu kabisa, katika suratu al-Baqarah, ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidainin faktubuhu ila ajalin musamma. Yani aya inayozungumzia waumini kwamba mtakapoingia katika miamala ya deni. Kwa hiyo kwa maana hiyo mikopo ni muamala unaokubalika kisheria, ambao unao ahkamu zake nyingi sana, bali kwamba mikopo ni sadaka, mkopo ni mtu kujikurubisha na Allah subhanahu wa ta'ala, mkopo unajenga jamii, community iliyoshikamana, mkopo unasaidia, yani mkopo una khairi nyingi sana. Yani jamii ambayo ndani yake kutakuwa hakuna kukopeshana, hii jamii maana yake ni kama ni jamii ambayo imeshafukarika tayari.
Jamii ambayo itakayojiimarisha na kujiinua na itakayoleta muungano na mshikamano ni ile jamii ambayo watu ndani yake wanakopeshana. Kwa hiyo mikopo sio kwamba ni kitu kibaya moja kwa moja tuwe tunakikimbia ama tuwe hatukitaki, lakini zipo taratibu zake, tunatakiwa sisi tunazifuata. Na lao utafuata taratibu za mikopo, basi kumbe utaona swala la mikopo ni swala moja zuri sana. Swala zuri sana, tena ni ibada moja kubwa sana. Kuna watu wameingia peponi kwa ajili ya ibada hii tu, ibada ya mikopo. Walitazamwa katika ibada zao nyingine, hawakuonekana na amali njema zozote isipokuwa hizi kwenye mikopo. Katika hadithi moja katika wafanyabiashara waliotangulia nyakati za Banu Israil, anaelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam, kulikuwa na bwana mmoja mfanyabiashara, na huyu alikuwa ana desturi pale kwenye biashara yake, wanakuja watu mbalimbali, wengine wanyonge, wengine watu wanashindwa kupata cha kwenda kununua, na anachokihitaji labda ni chakula, anunue unga na katengeneze akapike mkate ili na wanawe na familia yake nyumbani. Basi huyu bwana alikuwa na tabia, yeye watu aina hii wanapokuja hawarudishi. Mtu anataka unga kwa ajili ya kwenda kupika mkate au anataka chakula ama chochote vile, anawaambia wale wafanyakazi wake wampimie, wala muandikie tu kwenye buku kwamba huyu tunamdai kadhaa. Alikuwa na buku lake refu sana la wadaiwa wake. Lini utalipa? Tarehe fulani, kila mmoja na tarehe yake, anasajili pale. Ikifika siku ya malipo, anashika buku lake, anauliza wale wafanyakazi wake, hebu nielezeni, nipeni ripoti ya walio lipa katika madeni. Huyu kashalipa, huyu bado, huyu kashalipa, huyu bado, huyu umelipa, huyu umelipa, huyu bado, huyu bado, huyu bado. Wanamuelezea. Bas anaambia sasa, wale ambao wameshalipa alhamdulillah. Wale ambao hawajalipa, maana ile tarehe kwamba wanasema watakuja kulipa imeshapita. Wale ambao hawajalipa, futeni kwenye libuku, tumewasamehe. Wale ambao hawajalipa, fungueni ukurasa mpya. Sasa anaendelea tena kukopesha watu, huyu fanya biashara. Sasa siku ya hisabu, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu bwana malaika wakaliona jina lake linapelekwa katika watu wanaokwenda peponi. Sasa kuna malaika wanamfahamu huyu bwana, yani alikuwa mambo ya ibada haya alikuwa yani hata haonekani misikitini, sijui nini vitu kama hivyo, kwa mbio na biashara zake basi. Kwa hiyo mjua mtu yuko pabaya sana. Sasa wakaulizana malaika, huyu vipi? Mbona yuko kwenye orodha ya watu wa peponi na huyu hana swala, sijui hana nini. Wakatazama ile yani ibada, yani akakutwa yani mambo yake vibaya sana. Akasema lakini ndio nini, orodha imetoka huko, maana yake amri ya Allah subhanahu wa ta'ala hii hatuwezi kunini. Nataka kujua, malaika wataka kujua tu basi yani. Wakaenda wakatazama, wakaambiwa huyu alipokuwa duniani alikuwa ana biashara zake, na alikuwa akikopesha hasa wale wanyonge. Kukopesha wanyonge maana yake ni kukopesha chakula ile ndekale yeye na familia yake. Chakula ndio chakula. Hata kama ulitoa ahadi utalipa baada ya siku 3 au baada ya wiki, lakini ndio shakile kile chakula. Baada ya wiki pengine hukupata, ndio utalipa vipi na ukupata? Sasa yeye watu kama wale alikuwa akiwasamehe. Kumbe Allah subhanahu wa ta'ala akamwandikia huyu kwa kusamehe wale wadaiwa wake ambao ni wanyonge. Lakini hapa tufahamu vizuri, wadaiwa wake ambao walikuwa ni wanyonge, kwa kuwasamehe madeni yao, Allah subhanahu wa ta'ala akamwandikia huyu katika watu wa peponi. Kwa hiyo ni ibada moja kubwa sana inaweza kumuingiza mtu peponi, kwa ajili kwamba wewe unakopesha watu ambao ni wanyonge na wanaoshindwa kulipa, unawasamehe madeni yao. Kwa hivyo swala la mikopo si swala ambalo unaweza lipita kiharaka na kiwepesi, ama tukasema kwamba sisi tunataka jamii ambayo ndani yake watu wanakuwa hawakopeshani kwa sababu mikopo yani ina adha, na mikopo inaweza kutuletea riba. Sio mikopo yote inaleta riba. Mikopo inayoleta riba tu ndio mikopo ambayo sisi hatuitaki, kwa sababu inatuletea kitu kibaya, kitu cha haramu. Kwa inshallah tutapitia masala mbalimbali kuhusiana na hizi habari za
za mikopo. Katika fiqhi mikopo inaitwa qard, na neno qard maana yake ni kukata. Unapochukua kitu fulani alafu ukakikata, maana yake ndio qard. Umeqard, yani umekata. Kwa nini mkopo unaitwa qard, yani kukata? Maana yake ni kwamba wewe una mali yako ukakata kidogo ukampa mtu, ndio maana yake. Sasa ikiwa umetoa ukampa mtu mathalan fi sabilillah, kwa sadaka, tuseme, kwa nini sadaka isiitwe qard? Sadaka ina hukumu zake, ni sadaka. Lakini hii ambayo umekata kumpa mtu ili unamkopesha, akimaliza shughuli zake, haja zake, akuregeshee, ili nao pia ni sadaka hivyo hivyo. Katika hadithi tutakayopitia leo inshallah tutakuja kuona kwamba kumbe unapomkopesha mtu, yani unapokuwa labda na pesa zako ukasema mimi katika milioni 10 zangu, alikuja mtu, acha nimsaidie milioni 1 kwenye hizo 10, sadaka, utapata thawabu nyingi sana, nyingi sana. Lakini kaja mtu anaomba mkopo, ana shida zake, amekuja amekuomba mkopo, ukampa milioni 1 hiyo hiyo. Sasa huyu mmoja ulimpa milioni 1 sadaka, huyu umempa milioni 1, amekuja ataka mkopo, ukampa mkopo, ndio qardha ukamkatia. Ipi katika watu wawili hawa ina thawabu nyingi? Ulimpa sadaka, ambayo sadaka tunafahamu hukumu zake na faida zake, na umetoa fi sabilillah, hakuna kinachorudi. Hii mkopo umemkopesha, atakurudishia baadaye, milioni yako itarudi baadaye, ama unatamaa kwamba milioni itarudi. Sasa katika amali mbili hizi ulizozifanya, sababu tumesema kukopesha ni ibada vile vile, sadaka ni ibada vile vile, ipi katika ibada mbili hizi ya sadaka na ya qard ina malipo zaidi mbele Allah subhanahu wa ta'ala? Anasema sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya kwanza nitakayokuwa nayo hapa, zipo hadithi kadhaa. Hadithi hii anayepokea Ibn Mas'ud, anasema ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratain illa kana kasadaqatin marra. Hakuna muislamu yoyote anayemkopesha muislamu mwenzake mara mbili, yani anampa mkopo wa kwanza kisha anampa na mkopo wa pili, ile ya kwanza amelipa ama hajalipa, lakini anamkopesha mara mbili, isipokuwa atahesabiwa moja ya mikopo yake au kukopesha kwake, moja katika hiyo inahesabiwa ni sadaka, na deni liko pale pale na uweza kulipa. Alikuja mara kwanza pengine ana haja ya milioni 1, ukampa milioni 1. Akaja mara pili anataka 500,000, ukampa 500,000. Zote ni mikopo mara mbili, lakini hizo sasa moja katika hizo ni sadaka, na yeye atakuregeshea zote, kisha atakuregeshea milioni yako aliyochukua mwanzo, na pengine baadaye atakuregeshea na ile 500,000. Lakini huku tayari umeshaandikiwa na sadaka, kwa hiyo umepata thawabu mara mbili. Umepata kwanza pesa zako zimerudi, na umepata na thawabu ya umeandikiwa ni sadaka, wakati ni kama hujatoa pesa za sadaka. Hadithi inayofuata anasema sallallahu alaihi wasallam kwamba raaitu lailata usriya bi ala bab aljanna maktuban, niliona ule usiku nilipokuwa nimekwenda katika safari ya al-Isra wal Mi'raj, nimeona katika mlango wa peponi, anasema sallallahu alaihi wasallam, pameandikwa as-sadaqa bi'ashri amthaliha, ibada ya sadaka anaifanya yote analipwa 1 kwa 10. Hivi tunafahamu katika amali njema zote, kila unapofanya mambo mema unalipwa 1 kwa 10. Wal qardu, lakini ibada ya qard, ibada ya kukopesha, bi 18, 1 kwa 18. Kwa hivyo sadaka unalipwa 1 kwa 10, unapokopesha unalipwa 1 kwa 18. Kwa hivyo imekuwa ni nyingi kuliko sadaka, karibu mara 2 kukopesha. Kwa hivyo ni ibada moja, tena ibada nzuri sana, imeshinda ibada ya sadaka.
na unaweza ukapata ibada ya sadaka yenyewe hasa kwa kukopesha peke yake, lakini unapotoa sadaka hupati thawabu za kukopesha. Sijui kama nimefahamika hapa. Yani kwa kukopesha unapata thawabu za sadaka, lakini unapotoa sadaka unapata thawabu za sadaka peke yake, hupati thawabu za kukopesha. Kwa hivyo kumbe kukopesha fadhila zake zimekuwa ni kubwa zaidi, na mambo yameandikwa kwenye mlango wa peponi, imeandikwa hivyo. Ndivyo alivyokuwa kuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu usiku ule alikuwa akiona vitu vya ajabu vingi sana, lakini kile alichokuwa akikiona alikuwa anauliza, hii maana yake nini? Kwa baadaye pia akauliza hili, na sisi tunataka kujua kwa nini iwe mtu anapokopesha analipwa mara 18 kuliko sadaka ambayo analipwa mara 10. Kwa hivyo akauliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akajibiwa, lianna saila yasalu wa indahu, muombaji ambaye wewe utampa sadaka huenda kawa yeye anacho, anaomba, pengine anataka tu kuongeza kitu cha ziada. Na mara nyingi inatokea hivi, kuna kesi nyingi sana zinatokea. Anakuja mtu anakuomba kitu fulani, labda anakuomba 500,000. Wewe wanasema utajinyanyura, maana yake utakwenda utajikatakata ili umpe huyu zile 500,000. Hajui umezipata vipi, umezitoa vipi, lakini wakaja unampatia. Ye huyu tuseme labda ana milioni yake, kuna kitu anataka anakwenda kukifanya ni milioni 1,500,000. Sasa ile 500,000 yeye anakwenda kujalizia hicho kitu anachokitaka. Wewe huku ile 500,000 labda ndio kile ulichokuwa nacho, umezitoa zote, huna kitu, na ngoja tena mpaka mwezi unaokuja. Vitu kama hivi vinatokea sana katika jamii, kwa sababu kila mtu kwa tabia zake. Kuna watu akijisikia na shida yeye haoni tatizo kwenda kwa fulani, hebu nige kitu fulani. Na kuna wengine wana tabia vile vile wenye kuombwa, badhali fulani akaja, hawezi kumwambia sina. Anaweza kuwa hana, lakini hawezi kusema sina. Pengine anachonacho labda ni chakula chake na watoto wake, anakwenda anachukua anampatia. Au anaweza katoka basi, subiri kidogo, anakwenda anachukua japo ni mkopo kwa mtu mwingine, wewe hujui, anakuja anakuletea. Na Mtume sasa alikuwa anayo tabia hii pia. Anapokuja mtu yote kuomba alikuwa amwambie sina. Kama kipo anampatia, na kama hakuna Mtume sasa anatoka kutafuta sehemu yoyote, hata kama ni mkopo, ili wewe ule kuja kuomba uondoke na kitu. Sasa jawabu waliojibiwa ni kwamba muombaji ambaye utampa sadaka huende kawa yeye anacho kitu ukampa ikawa ni nyongeza, lakini anayekuja kuomba mkopo huyu manake kwa hakika ana shida. Huyu ana shida, na mkopo inayozungumziwa hapa ni mtu ana haja ya chakula chake yeye na familia yake nyumbani. Sasa baada ya kuja kuomba, anaona haya ya kuja kuomba, anatumia lugha ya nikopeshe. Kwa hivyo sio kile anayekuja kwa wewe nikopeshe, manake huyu ni yani ana haja ya mkopo. Huyu ni muombaji, lakini hawezi kutumia lugha naomba nipe, kwa sababu kuomba ni kitu kibaya sana. Muombaji kwa mwenye kuomba ni kitu kibaya sana, lakini wewe mtoaji kwa yule muombaji hutakiwi kumtoa ama kumfukuza ama kumtolea jeuri, lazima umpatie. Hizi ni hukumu za waombaji na za watoaji. Yani usimkaripie, usimrukie, usimtolee maneno ya kazi kuomba tu, haifai kabisa. Lakini yule mwenye kuomba naye anatakiwa ajikaze, asiwe mwepesi kwenda kuomba. Ikibidi enda ukatafute mkopo. Mkopo manake ni commitment, ni ishara kwamba naomba lakini nitakwenda kujitahidi nipate pesa nikamlipe. Kwa hivyo Jibril akamjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba muombaji anaweza kuwa anaomba huku anacho, lakini anayeomba mkopo anakuwa ana haja kubwa sana. Sasa wewe mtoaji
utakapompatia mtu huyu aliyekuja kuomba mkopo, maana yake umekwenda kumtoa katika haja moja mzito sana. Ndio maana malipo yako yatakuwa ni makubwa. Ndio maana imeandikwa kwenye mlango wa peponi pale, mtoaji mkopo analipwa mara 18, lakini mtoaji sadaka analipwa mara 10. Zote ni ibada, zote ni khairi. Lakini sasa wewe chagua wataka khairi gani katika hizi. Wataka kulipwa mara 10 ama wataka kulipwa mara 18. Tena mara 18 na pesa inshallah huenda zikarudi. Zisiporudi alhamdulillah unazo thawabu zako nyingi sana. Lakini pia isije kachukuliwa ni fursa kwa watu wengine, madhali hapa kuna 18, acha mimi niende kwa fulani nimpe hizo thawabu 18 hizo. Sheikh, nataka mkopo leo bwana. Leo nimekuja kwako nataka mkopo. 18 utazipata. 18 utazipata. Alafu kisha toka na mkopo tena usiniulize, unakinuiza utaharibu. Na wewe unatakiwa kila upande waende kwa utaratibu na kwa ustaarabu mzuri. Hadithi nyingine anatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, anayepokea Abu Huraira radhiallahu anhu, man nafasa an muslimin kurbatan, yeyote atakaye mpunguzia muislam tatizo au kumuondoshia tatizo, min kurabi dunia, katika matatizo ya kidunia, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyama, basi Mwenyezi Mungu atampunguzia ama atamuondoshia tatizo katika matatizo ya siku ya kiyama. Waman yassara ala mu'sirin, na mwenye kumfanyia wepesi mwenye matatizo au mwenye aliyebeba mazito ukamfanyia wepesi, basi yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah, Allah atamfanyia wepesi naye huyu duniani na huko akhirah. Mazito yako aina nyingi sana, lakini kwa haraka haraka tuseme fulana na mazito, pengine ameugua mgonjwa, amemaliza akiba yake kwa matibabu, hajamaliza matibabu mpaka sasa, kwa hivyo ana haja ya kwenda kununua dawa. Kwa hivyo huyu yuko katika uzito. Sasa wewe unapompatia mtu kama huyu sadaka ni thawabu kubwa sana, lakini unapompatia ni qard, kisha usimuulize tena, hii inakuwa ni thawabu kubwa zaidi. Kwa sababu lakini qard, yani sio wewe unamwona mtu huyu ana matatizo, Sheikh bwana mimi nimekuja najua una matatizo sasa, nakuwa milioni 1 lakini nakukopesha hii, utategeshea. Hii haja ya kukuomba wewe ndio umemkopesha. Hii ni tofauti kidogo. Ni ibada nzuri na inakubalika, lakini ili kupata zile fadhila za kuingizwa peponi kwa ajili ya ibada hii peke yake, ile inatakiwa yeye awe ndio aje kwako wewe mwanzo, kwa sababu yeye ni mhitaji, amebanika kweli mpaka amekuja. Lakini wewe ulivyochukua hatua ya kwanza kwenda, labda yeye kwa bado hajabanika sana kiasi kuja kwako wewe, bado kwa na mipango yake mingine, bado kwa nini ana maarifa yake mingine, lakini ndio umekwenda na pesa, hawezi kukataa. Hakuna mtu anayekataa pesa. Pesa ni kama maiti na kaburi, na kaburi haikatai maiti kama wanavyosema. Kwa hivyo mmoja kumfanya yote wepesi katika uzito wake duniani, Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi fi dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-abdi, na Allah siku zote yuko katika kumsaidia mja wake, maadama al-abdu fi auni akhihi, endapo mja wake huyu yuko katika kumsaidia mwenzake, ndugu yake katika binadamu. Kwa hivyo sisi tunaposaidiana sisi kwa sisi, maana yake Allah subhanahu wa ta'ala anaingiza msaada wake, anatufanyia na sisi wepesi vile vile hapa duniani na kesho akhira. Kwa hivyo unapomkopesha mtu ambaye yuko katika dhiki, ambaye yuko katika haja, maana yake wewe unamfanyia wepesi kwenye uzito wake, maana yake wewe unamsaidia katika haja zake na katika shida zake, basi bila shaka yote Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa yuko pamoja na wewe, atakuondoshia uzito wako, atakufanyia wepesi duniani na akhira, na atakufanyia tanfis, yani kukuondoshia tatizo siku ya kiyama, ambayo ndio jambo kubwa kabisa kuliko yote. Kwa hivyo yote hii inakuja kwa sababu ya watu kukopeshana. Kwa hivyo kukopeshana ni ibada moja mzuri sana ambayo inatupatia
malipo na fadhila zilizokuwa nyingi sana. Hizi ni baadhi ya hadith ambazo nimezipitia haraka haraka zinazoonyesha fadhila au nafasi ya kukopeshana katika jamii. Kwa hivyo tusione jambo baya ama tusilikimbie, au mtu anapokuja na haja zake kutaka mkopo usinungunike ukaona ashakuja tena huyu. Huyu alikuja kwa ajili ya kutaka mkopo, kwa hakika amekuletea khairi kubwa sana. Sasa kama wewe unacho mpatie, maana ndio ibada mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Huna lakini una njia ya kuweza kufanya mpango akapata, fanya vile vile. Mtume sasa pia kwa kufanya hivi kwa najua na watu mbalimbali wenye haja zao, na mara nyingine kwa hana. Kwa hivyo hata kama hana, basi anafanya kitu kinachoitwa sa'i. Yani sa'i maana yake anakwenda kwa fulani, ama anaweza kukwambia nenda kwa fulani. Anajua fulani sahibi yangu mkubwa sana, nikimpelekea mtu kule hawezi kukataliwa, basi nenda kamuone fulani. Au wewe unamwendea huyo fulani, bwana nimejua na mtu pale lakini sina nafasi mimi sasa, kwa hivyo nakuomba wewe, basi hata kupatia alichonacho utakwenda kumsaidia mtu haja zake. Si lazima wewe mwenyewe unatoa siku zote. Sisi binadamu tunajuana, leo unacho kesho huna, lakini kusaidiana isiwe ni leo huna isiwe ni sababu ya kutosaidia. Kusaidiana zipo njia nyingi sana. Hata kama huna, unaweza ukasaidia kwa njia nyingine, kwa maarifa, kwa ushauri, ama huyo nenda kwa fulani, ama wewe nenda kwa huyo fulani. Zote ni katika njia za kusaidiana vile vile. Masala yanayoambatana na hii mikopo sasa, kwa kuwa mkopo ni sehemu ya muamala. Miamala yoyote ina masharti yake ama ina vigezo vyake, kwa maana wahusika wawepo, alafu na vitu fulani ambavyo vinatakana kuainishwa. Kwa hivyo masala ya mkopo, kwa kuwa ni fulani amekuja anataka mkopo kutoka kwako wewe ili akulipe baadaye. Sasa ile baadaye ndio sehemu ya mkataba wa mkopo. Ile baadaye inatakana ijulikane. Si lazima kwamba ile baadaye maana tarehe fulani lazima, vile mtakavyokubaliana. Mnaweza mkasema leo tarehe 20 mpaka tarehe 20 ya mwezi unaokuja mathalan. Ni lugha hiyo inatumika. Ama mwezi unaokuja bila kutaja tarehe ya mwezi unaokuja. Kwa sasa ndani ya huo mwezi tena mtaulizana vipi au mtakapopata. Sawa, utakapopata. Amekuamini sana utakapopata. Kwa hiyo na wewe uliaminiwa utakapopata, yani usinyamazie, useme nitakapopata mimi nitakujapata. Hata kama umepata, pengine ushapata, ushaongeza fukoni, unaendelea na miradi yako, yule kiniuliza na bado sijapata. Kila kilipiga simu kiniuliza nitamwambia bado sijapata. Hapo utakuwa wewe sasa uliyekopeshwa unavuruga hii ibada, unaharibu ibada. Mwenzako alikupa kwa moyo mkunjufu kwa sababu anataka kufanya ibada, usimuharibie ile ibada yake. Na kwa kuwa ulitoa commitment, utakapopata sasa umepata, yeye hajui, lakini wewe unajua kama umepata. Allah anajua vile vile. Sasa wewe chukua hatua ya kwenda kumlipa. Na unapomlipa umemfungulia mlango, kesho ukaenda tena pia atakukopesha. Umemfungulia vile vile mlango, pengine mwingine mwenye haja kama wewe akienda naye atapata kukopeshwa vile vile. Kwa hivyo suala la mkataba au kinaitwa aqd al-ajal, mkataba wa wakati, hukumu yake ikoje katika sharia? Wanazuoni karibu wote wanasema kwamba aqdi hii la yatahaqqaq illa bil ijab wal qabul. Mkataba wa kukopeshana haukamiliki ila papatikane nguzo mbili hizi za mwenye kutaka kukopeshwa na mwenye kukubali kukopesha. Hizi zinaitwa nguzo mbili za mkopo. Yani fulani amekuja kwako nikopeshe, na wewe unambia sawa.
lazima zipatikane vitu kama hivi. Ni kama mikataba ya kuuziana au mikataba ya kupeana zawadi ambayo inafuata taratibu zilizowekwa. Lugha inaweza kutumika lugha yoyote. Lugha ya neno qard kwa Kiarabu, ama kwa Kiswahili unaweza kutumia neno deni, naomba deni, naomba mkopo, nikopeshe, niazime. Watu wanafahamiana sema niazime, japo kuazima zaidi inaingia kwenye vitu, sio kwenye pesa, lakini kila kitu watu wana nini, wana manufaa nacho, wanakuwa na haja nacho. Kwa hivyo niazime milioni moja ni lugha nikopeshe. Naam, tumesema mkopo kwa kuwa ni muamala, kwa hivyo una vigezo vyake, ikiwemo vigezo vya pande mbili za mkopeshaji na mkopeshwaji, pamoja na zile sigha au lugha inatumika ya kwamba fulani anakwambia nataka unikopeshe, na anaweza kainisha kiwango cha pesa zenyewe au kitu chenyewe. Si lazima kukopeshana pesa, hata vitu pia watu wanakopeshana na kuweka muda, baada ya muda fulani na mwenye kukopesha naye akaonyesha ishara kwamba ameridhika au amekubali. Kwa hivyo ni utaratibu ambao ndio unakuwa unatumika. Na inawezekana mkopeshwaji au anayekuja kuomba huu mkopo ameomba kitu, pengine sio lazima pesa. Kwa hiyo kama ni kitu, wakati wa kulipa atalipa vipi? Atalipa vipi? Hicho kitu chenyewe labda ni kitu ambacho kinakwenda kutumiwa, amekitumia, sasa atalipa vipi? Yani shilingi 10 akiwa amekopa shilingi 10 anakurudisha shilingi 10, pesa ni hizo. Lakini kama ni kitu, hata kama ni kitu, almuradi hicho anachokilipa yeye kinafanana na kile alichochukua. Kitu kinachoitwa urf, yani mazoea katika jamii pia yanazingatiwa. Yani nakumbuka zamani, hapa si zamani sana, kulikuwa kuna mradi ulikuwa unaitwa kopa ng'ombe lipa ng'ombe. Nadhani ulikuwa ni mradi wa serikali zaidi ulikuwa umekusudia wenye vipato vya chini, yani kwa maana wanyonge, kutaka kuwainua. Yani kopa ng'ombe, ile ng'ombe nenda kamfuge, umsimamie sawa, umlishe ng'ombe, atazaa watakuwa wengi. Sasa washakuwa 3 4, mmoja alimchukua lipa, sio yule alimchukua yoyote katika wale waliozaliwa mathalan, pengine ashakuwa kubwa, imetosha, unarudisha ile ng'ombe ulimchukua. Sasa ulipokopesha ilikuwa ni ng'ombe mmoja, leo Mwenyezi Mungu akubarikia, labda una ng'ombe 3 4, mmoja nenda ukalipe kule, endelea na maisha yako. Sasa ingia kama huo kwa hivyo kubalika, kinafaa na kinasaidia, hasa wale ambao ni hali ya chini. Sijui ile mradi uliishia vipi, upo ama haupo tena, lakini unaonekana kama ni mradi mzuri. Kama haupo, warudishe tena, badilisha, badala ya ng'ombe za kitu kingine, kopa gari lipa gari ishatumika, utarudisha gari nyingine. Yani kopa gari, unaenda kufanya biashara, kama ni daladala ama ni toje carry siku hizi za kubeba mzigo, daina, majina mengi, kafanya biashara. Ukimaliza zile pesa, nunua gari nyingine kama ile, nenda ukairegeshe kule ulipokopeshwa. Huku tayari unayo gari na unaendelea maisha yako, unapata pesa nyingine, mkonda umelipa, mwingine anakuwa anafaidika. Haya ndio malengo ya mikopo. Mikopo ni kuinua jamii. Malengo ya mikopo ni kuwatoa watu ambao wana shida ya chakula wakapata chakula, na kwa wanaokopesha nao wasitaki kufanya biashara kwenye ule mkopo. Ndio maana hadithi zilizozipitia za kuharamisha riba nyingi au karibu zote zinazungumzia wale wanaotoa mikopo alafu wanataka kufanya biashara kwenye hiyo mikopo. Lile ndio jambo baya sana. Pale ndiko kwenye kutangaza vita
na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini unatoa mkopo unasaidia watu, Allah anakupenda kweli, Allah atakutia peponi, Allah atakulipa 1 kwa 18, Allah atakuondoshia mazito yako ya duniani na ya akhira. Mengi sana hapo tumeona kwenye hadithi. Hapo kwenye mkopo. Lakini tumia mkopo watakafanya biashara, unacho. Mkopo watafuta kusaidia jamii, Allah subhanahu wa ta'ala amekuandalia pepo na mengine mazuri mengi sana. Mkopo na nini, kwa sababu lengo ni kusaidia. Kwa hivyo yule ni mwanafunzi wakati wa kwamba yule mwanafunzi ni muhitaji na shida, hana pesa, wewe unakuja unamsaidia, kisha unakuja unamfanyia makaratasi akasaini, ilikuwa fanyeje? Ilikuwa lazima saini tu yeye. Talipa si muhitaji, wewe ndio saini hata nilipe nini interest ya 1000%, yani kwa wakati ule. Hata mwanafunzi na anazoona pesa inaingia cash, anaenda kwenye account pale, yuko mbeleni. Sasa mbeleni unapokuja kumdai na mariba na nini, ni kama dhulma hii. Kwa hivyo kwa alhamdulillah, kumbe mikopo ya Zanzibar haina interest yani kwa wanafunzi, basi hili ni jambo zuri sana. Na mimi kwa hakika kwa sijui yani jambo kama hili, yani nakushukuru sana kwa taarifa hii, na natamani taarifa hii yani iwe highlighted, itoke kwa kishindo, ili hao pia upate kuchukua somo hapa na wafute. Sababu haina maana kumsaidia mtu alafu baadaye unakuja unafanya biashara kwenye mkopo, utakwenda kule hapo, kwa sisi hatutake. Naam, inshallah kwa leo naona tutasimama hapa. Milango ya mikopo ipo mingi inaendelea. Kwa leo inshallah tutasimama hapa, tutaendelea inshallah, Mungu atujalie hai na sana kuja masala ya wakati ama kuweka sharti la kulipana kwa wakati na masala mengine mbalimbali yanahusiana na mikopo. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika.